Hafsa. 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 Unaweza ukaniambia shida ni nini? Hamna kitu mume wangu, ni ndoto tu. Alafu mi waga na washangaga watu sampuli kama wewe. Yaani watu wenye design kama ya kwako wewe waga na washangaa sana. Mwezi kama huu watu wanasema mashetani yanakuwa yamefungwa yote, lakini cha ajabu shetani lako wewe liko wazi, na ndo linalokupa raha, ndo linalokufanya wewe unacheka cheka, unajionea mazuri, si ndio? Au unataka kuniambia na yeye yupo kwenye kundi la wacha Mungu? Hapana mume wangu, sio hivyo, ni ndoto tu. Eti ni ndoto? Haya, sawa, wacha tuone mwisho wa njozi yako sasa. Wewe Amina, umefuata nini mchana wote huu mama? Naanzaje swali kama hilo Bakari? Nisikilize mpenzi wangu. Huu sio wakati wa kuonana mimi na wewe. Subiri huu mwezi wa Ramadhani upite. Kwa hiyo niondoke, si ndio? Itabidi ufanye hivyo ili niweze kulinda somo yangu. Utanisamehe kwa hilo mpenzi. Naondoka Bakari. Naomba usinitafute hata kama huu mwezi wa Ramadhani ukiisha. Amina. Nisikia, nitakupigia, nakupenda. Unanitia dhambini. Nakutia dhambini? Nakutia dhambini kivipi? Ina maana wewe hujui unachokifanya kama ni makosa? Mwezi huu wa Ramadhani unakunywa chai asubuhi. Kweli? Ujue kuishi na we mwanamke ni bora mtu ndani akaishi na paka. Kwa sababu paka hata umuelekeze kitu gani, paka hata umkataze kitu gani, still utamkuta anafanya jambo lile lile. Ndo wewe.
Sasa wewe mwanamke, wewe dawa yako iko jikoni inachemka. Sawa? Si unanielewa? Dawa yako wewe iko jikoni inachemka. Utawafuata wazazi wako kibiti. Unataka kumaanisha nini mume wangu? Unataka kujua nini namaanisha mimi, si ndio? Sasa endelea kuyafanya unayoyafanya, mimi nitajua nachukua maamuzi gani. Mungu nisamehe. Na kuahidi haitojirudia tena. Mimi nilikuwa tu katika hali ya kukuweka wewe sawa mume wangu. Huu ni mwezi wa Ramadhani. Ujue wewe ushanizoea mimi naongea kwa kutumia mdomo, si ndio? Sasa unaona mimi na wewe tunawezana, si ndio Hafsa? Naenda kukata kutumia mdomo, taanza kutumia vitendo. Wewe unataka mimi nitumie vitendo? Naenda kuanza kuongea kwa kutumia vitendo. Tunyoshane kweli kweli. Si ndio unakitaka hicho? Taanza kuongea kwa vitendo. Makubwa Jasini, wewe na hivyo wapi na wapi? Una maana gani kusema hivi? Sijakuzoea kuona katika hali hiyo, ndio maana na stajabu ya Musa najionea Firauni. Mbona mimi nipo vile vile, hakuna kilichobadilika. Na hayo majibu uliojivika hivyo kama mjahidi, na sijazoea kukuona hivyo. Swadakta, waliokulia wanafahamu ni kwa nini nimevaa hivi, ila walio kushoto hawawezi fahamu kwa sababu hawajui maana. Ndio mama kunitusi kupitia njia hiyo, si ndio? Hakuna tusi hapo Amina. Chizame ving kama mbuzi aliyokosa mfugaji. Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Mbona miujiza? Mimi mwenyewe mbona sikuelewi. Na uwezo kanielewa mamangu. Hivi mama, mama yangu wewe na mavazi haya wapi na wapi? Maana umekuwa kama mkweo wa Hafsa. Hapo hapo mwanangu ndo nipokuwa napataka. Hivi wewe Nurudini utabadilika lini? Mwanangu, kila nikisema mwanangu na waita paka watu wazima wanakusimamisha mpaka mashehe, lakini mwanangu maneno ya watu hao wote utaki kuyaweka kichwani. Yanaingilia huku, yanatokea huku, yanapeperuka. Si ndio baba? Kwa nini hayo unayoyafanya mwanangu usiyaache?
ukarudi nyuma kwanza ukamkumbuka Mungu? Kwa nini mwanangu usiwe na hofu ya Mungu baba? Ujana unakudanganya. Ujana maji ya moto mwanangu. Hebu kumbuka, unajua unapotoka wewe? Si unajua hapo ulipo? Unajua unapokwenda? Hebu kuwa na hofu ya Mungu mwanangu. Usidanganyike na hiyo pumzi baba. Hiyo pumzi hiyo isikudanganye. Inapita tu hiyo. Kuna siku itakuja itasimama. Hebu niambie utamwambia nini hawa? Sasa hivi unajidanganya mwanangu, unakoga maji yanatiririka, unapaka mafuta, unachana ndevu zako hizo zinaonekana nyeusi, basi unajiona wewe ndio wewe. Huo sio ujemedali. Mbele ya Mungu wewe si lolote si chochote. Wewe ni tunda tu la Allah. Muda wowote wakati wote akiamua na kuchuma. Usidanganye na hiyo pumzi baba. Hiyo pumzi hiyo kuna siku ina expire hiyo. Inasimama. Sasa sijui utamwambia nini Mungu? Unajidanganya Nurudini, hii dunia unayoiona hii ni mapito. Sisi tunapita. Hamna hata mmoja atakayebaki. Kwa hiyo mama, hicho ndo kilichokufanya wewe ukaenda dukani ukatafuta vocha, ukaweka katika simu yako na ukasema umpigie Nurudini ili uje kumwambia maneno hayo unayotaka kumwambia, si ndio? Ndio mwanangu. Kwa hiyo haya maneno naona hayana maana, si ndio? Nimeongea upuuzi. Sasa mimi nimekuita kwa ajili ya haya maneno na ninataka uyafanyie kazi, sio uyaacha hapa. Nadhani umenielewa. Basi asante sana mamangu. Nashukuru kwa ujumbe wako mzuri. Ama kuna jingine? Jingine, nataka ufanye ibada kwa wingi sana kwenye mwezi huu mtukufu. Sina jingine zaidi ya hayo. Nadhani umenielewa na umeyapata na utayafanyia kazi. Basi inshallah tutaonana siku nyingine. Sasa siku nyingine Nurudini, tumeelewana au? Mungu wangu nisaidie mimi kiumbe abadilike huyu jamani.